Kwa majina naitwa Mwalimu Cosmas Alfred Ndumbaro, ni mtengenezaji wa mifumo mbalimbali ya matokeo kwa vidato vya aina tofauti tofauti, yani kuanzia shule msingi pamoja na sekondari. Leo nimekuja na mfumo ambao ni offline, unajaza matokeo offline, sio online. Wenyewe unafanya kazi ya kuweza upload Excel tu, una upload Excel, mfumo wenyewe unakuwa unafanya kazi ya kutoa matokeo. Kwa hatua ya kwanza nitaingiza hapa username yangu, na hatua ya pili nitaingiza password hapa ili niweze kuingia ndani ya mfumo. Kama vitakuwa vyote sahihi, basi nitabonyeza login, mfumo utaweza kukubali kufunguka kama hivi. Utakapopata mfumo kwa mara ya kwanza utaonekana kama unaweza kuuona hivi, manake hauna taarifa yote ambayo imewezwa kujaza, no examination selected. Kwa hiyo utatakiwa uanze kujaza taarifa moja baada ya nyingine. Nikianza hii button ya huku upande huku, hii ni kuweza kusave, na hapa ni kuweza kusave taarifa. Hapa ni kuweza kufuta kila kitu kinachopatikana kwenye mfumo au mfumo uweze kuwa mpya. Hapa ni sehemu ya log out. Hapa ni sehemu ya kupata setting mbalimbali. Hapa ni sehemu ya kufanya registration ya wanafunzi na kuingiza alama. Hapa ni check output, maana yake ulichokiingiza unaweza kupata taarifa zake zote kupitia hapa. Lakini pia hapa ni sehemu ambayo itakusaidia kuweza kuprint school calendar, utaplani na kuweza kuiprint pia. Katika sehemu ya kwanza huwezi kunavigate kwenda kwenye sehemu ya kuingiza hii hapa kwa sababu huwezi kuingiza marks za wanafunzi kwa sababu haujaingiza aina ya mtihani wala hujachagua darasa lolote, kwa hiyo no examination selected. Kwa hatua ya kwanza utaenda hapa kwenye setting system, utabonyeza hapa setting system, itakuruhusu uweze kuingia sehemu hii. Utakapoingia sehemu hii, kitu cha msingi katika hii sehemu ni kuweza kujaza taarifa mbalimbali. Unatakiwa uweze kujaza taarifa mbalimbali. Kitu cha kujaza hapa cha kwanza unatakiwa ujaze aina ya mtihani, muhula, mwaka pamoja na kidato. Hapa mwezi utaingia kulingana na mtihani uweza kuchagua na darasa. Hapa utaingiza namba ya simu. Hapa utaenda kusajili hiyo mitihani. Utasajili mtihani wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba pamoja na wa nane. Manake form 5 watakuwa na mitihani 8 na form 6 watakuwa na mitihani 8 kwa muda wa mwaka mzima. Lakini pia hapa utaingiza saini za walimu wa madarasa, walimu wa darasa form 5, walimu wa darasa form 6. Saini ya mkuu wa shule ya taaluma, saini ya mkuu wa shule. Tarehe ya kusaini, umesaini tarehe ngapi, tarehe ya kufunga shule na tarehe ya kufungua shule. Hapo unakuwa umeweza kukamilisha. Lakini pia chini kuna maoni hapa. Haya maoni unaweza ukaandika mwenyewe kwa mkono au kauruhusu mfumo ujaze wenyewe. Tutaona namna ya kuweza kujaza. Kwa hatua ya kwanza tutaenda kusajili au kujaza hizi taarifa zote zinazohitajika. Lakini hatua ya kwanza tutaenda kusajili hapa mitihani. Kama unavyoweza kuona hapo tayari taarifa zimeshazijaza za mitihani. Kama unavyoweza kuona ukijaza hapa na huku taarifa zinakuwa zinajijaza zenyewe. Baada ya pale nitaenda kuchagua hapa aina ya mtihani. Mtihani ile sajili yote nitaiona hapa. Nataka nikaingize mtihani labda wa terminal. Nikiingiza hapa itaniambia mwezi Novemba. Terminal inatakiwa ifanyike mwezi Novemba kama ilivyoweza kuplani. Muhula wangapi? Labda muhula wa pili. Nitajaza pale muhula wa pili. Mwaka gani? Nitachagua hapa 2025. Nitajaza hapa vizuri 2025. Kidato gani? Nataka nikajaza labda kidato cha 5. Hiki ni kidato cha 5. Namba ya simu ya mawasiliano 07. Utajaza pale, utakiona wewe itaweza kutokea kwenye ripoti na pia taarifa kwa mzazi au mlezi iweze kuonekana. Lakini baada ya pale tuweze kukamilisha kabisa, tutakuja hapa tumeshachagua tayari, tutakiwa tujaze hapa maoni. Tunaweza tukajaza sisi wenyewe kwa kuandika au mfumo wenyewe ukajaza, ukaandika hapa comments. Ukibonyeza hapa comments itakwambia report commented, maana yake for headmaster, academic master pamoja na class teacher. Ukipiga okay, maoni yanakuwa yameshatokea hapa moja kwa moja. Ukiona ikupendezi utafuta, utaandika unavyotaka wewe. Lakini pia hizi grade ambazo zinatakiwa zitokee kwa wanafunzi unaweza kuzijaza mwenyewe. Ukajaza hapo, ukabonya hapa, zenyewe zinajibadilisha zenyewe moja kwa moja hapa kama unavyoweza kuona A B A, lakini na average inatafuta ni B. Kama hujalizika nayo unabonyeza tena hapa, ina refresh, inabadilisha. Sasa utakuta B B B A B B B, hivyo zinajipanga zenyewe hivyo kama unavyoweza kuona. Ukishalizishwa nayo basi unakuwa umemaliza pale, unaenda hatua inayofuatia kuweza kuingiza matokeo ya wanafunzi. Kwa hiyo utaenda sehemu hii button hapa, maana yake hapa ionyeshi total student registered ni 0, total student sitting examination ni 0. Kwa hiyo utabonyeza hii button, ukibonyeza utafika pale, utatakiwa kwenda kuanza kuingiza matokeo ya wanafunzi. Utakuja hapa student registration,
utabonyeza hapa student registration, itakwambia navigation to form 5 terminal examination. Maana yake hii ni form 5 terminal examination, ni hii hapa. Kwa hapa ndipo unapotakiwa uende ukaingize majina ya wanafunzi au wasajili. Lakini kama unaona kazi kuingia na kutoka, kufanya usajili au kuingia na kutoka, unaenda hapa export file ili baadaye uweze kuingiza file ikiwa tayari lina matokeo. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, naenda ku export file yangu, nitaita labda jina la hili file nitaita ABC. ABC, nenda kusave kwenye desktop, nitasema pale okay. Baada ya kusave hii file yangu tayari imeshakaa kwenye desktop, nitafungua, nitaikuta hii file yangu kwenye desktop, nitaifungua. Nitaifungua pale hii file hii hapa, kama unavyoona Excel yangu imefunguka. Humu ndo natakia nijaze taarifa zote, nitaingiza majina, sex pamoja na combination, namba za simu, vyote vitaingia, alafu nitaenda kuupload tu ili kuzuia ile kuingia na kutoka kwenye mfumo. Kwa hiyo nitaenda kujaza mwanafunzi wa kwanza hadi mwanafunzi mwisho. Kwa hiyo baada ya kujaza mwanafunzi wa kwanza hadi wa mwisho, kama unaweza kuona hapa nimeweza kukadiria. Kwa hiyo nitarudi baki kama kawaida, nita minimize, nitakuja sehemu ya kuweza kuupload, nitabonyeza hapa import file hapa. Kama ni mtihani wa terminal nitatumia, lakini kama ni midterm nitatumia ya hapa, lakini nimesajili midterm. Kwa hiyo nitakuja hapa import file, nitaenda ABC hii hapa ambayo tuliweza kuiweka, nitabonyeza hapa open. Itaniambia do you want to import data from this file ABC? Ndio, nikisema okay, taarifa zitaingia kama unavyoweza kuona, hizi hapa zimeingia taarifa zote. Kwa baada ya kuingiza hizi taarifa, unaweza ukapata sasa matokeo yako na kuona mwanafunzi ambaye hakupewa division au kuna kitu chochote kimeweza miss. Kwa baada ya pale nitarudi nyuma hivi. Nikirudi pale utaona sasa tayari taarifa zote hapa zimeshaingia. Form 5 huo ni mtihani wa terminal. Nitaenda hapa check output, nitabonyeza hapa check output. Nataka niangalie nini. Naweza nikapata hapa ISO. Nikibonyeza kwenye ISO, maana yake ile kama nilikuwa nahitaji ISO baada ya kuwasajili wanafunzi, nitaipata ile ISO hapa. Nitabonyeza PDF. Nitaenda hapa, nitaandika hapa change name here, nitaandika pale ni ISO. Nitaandika pale ISO, nitapigia okay. Itakuwa pale imetengeneza PDF. Nataka nione PDF ya ISO yangu, nitarudi hapa, nitakuja kuifungua hii hapa. Kama unavyoweza kuona inakuwa iko filtered, ina page moja na idadi ya wanafunzi ni wale 7 ambao nimeweza kuwasajili, inaonekana hivi kama unavyoweza kuona. Lakini pia kama nataka kuona kitu kingine, nitarudi hapa, nitabonyeza output, nitaenda kuangalia CAL hii hapa. CAL na yenyewe inakusaidia, inakuonyesha baada ya kuingiza matokeo kwamba alama ya X huyu hapa ameingizwa, maana yake somo litakiwa afanye lakini hakufanya, kwa hiyo anawekewa alama ya X. Itamuonyesha kwamba ameweza kuwa completed kwa sababu ameshajaziwa alama, labda alikuwa mgonjwa au namna gani. Huyu completed, amesha masomo, amepata division. Huyu yuko incomplete, maana yake amefanya masomo yote yanayohitajika lakini history kwenye combination hajafanya, kwa hiyo imemuonyesha kwamba ni incomplete. Lakini pia huyu imemuonyesha yote, lakini huyu amekosa marks hapa kwenye HTM. Ukimnyima marks kwenye HTM inakwambia no marks in HTM. The same imply ukimnyima marks hapa na yenyewe itakuonyesha. Mfano tukaenda tukamnyime huyu marks hapa kwenye somo la academic communication skills. Kwa hiyo nitarudi hapa, nitaenda kwenye academic communication skills, wanafunzi wa mwisho huyu nitamfutia hapa marks. Huyu hapa, baada ya kumfutia hiyo alama, kirudi tena kwenye sheet yangu kama kawaida hapa, nikienda kucheck output kwenye CAL hivi itanionyesha pale okay. Okay. Itanionyesha hapa no marks in academic communication skills. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kutambua kwa nini mtoto au mtoto gani hakufanya mtihani gani au kuna shida gani. Kwa hiyo unaweza kuona, unaweza kubonyeza hapa ukapata hiyo PDF yako kama kawaida, ukaandika hapa hii inaitwa CAL. Utaandika pale CAL. Utaenda kusave kwenye desktop yako vizuri kabisa, itakwambia tayari. Utaenda ukitaka kuicheck, utaenda kuicheck kama kawaida, utaikuta hii hapa CAL. Ukifungua hapa utaweza kuona kama inavyoonekana hivyo vizuri kabisa bila shida yoyote. Inakuwa iko filtered, unaona kabisa. Unaweza kuwachambua wanafunzi. Lakini pia unaweza kaendelea zaidi, ukaja hapa kubonyeza kama kawaida, ukaenda kwenye sehemu ya check output. Ukaja sasa kwenye change class, hapa ni sehemu ya kubadilishia darasa, unaingiza darasa lolote unalotaka wewe ambao form 5 na form 6. Lakini pia kuna sehemu ya marks, ukibinya hapa utapata zile marks za kawaida tulizozoea kuziona sisi, ni hizi hapa kama unaweza kuona. Ukitaka PDF utabonyeza hapa output, utaenda kwenye PDF. Utaenda hapa, utabonyeza, utaandika pale marks, utaweka pale marks, utaandika, utaenda utasave.
Ukisave ukimaliza inakupa taarifa kwamba tayari. Ukirudi utaenda kuikuta pale kama kawaida max ni hii hapa, kama unavyoweza kuona zile max za kawaida ambazo tumeweza kuzizoea, hizi zinavyoonekana vizuri kabisa, zimepangwa vizuri kabisa. Lakini pia ukitaka kupata kingine, labda unataka kupata grade, utabonyeza hapa kwenye grade, mfumo utakupeleka moja kwa moja, utaweza kupata hizo grade hizi kama unavyoweza kuona, na yenyewe ni vile vile unaweza kubadilisha kwenda PDF na ukazipata. Lakini pia utaenda sehemu nyingine imeandikwa hapa ni print max za NECTA. Hapa unakuwa kuna max na grade, combination ya vitu vyote. Binya unakuta hapa pana max pamoja na grade za wanafunzi itaonyesha, na huku chini itakuonyesha summary yake kama unavyoweza kuona hapa. Itakuwa inaonyesha vizuri kabisa hivi kama unavyoweza kuona. Somo la kwanza, somo la mwisho inaonyesha alama na max aliyopata. Ukitaka PDF utafika hapo, utabonyeza PDF, utaenda pale utaandika NECTA max. Ukiandika NECTA max utaenda kusave kwenye PDF, utapiga pale okay. Utakuja hapa uta exit, utaenda hapa, utakuja ile utaikuta hii hapa ambayo imeshajileta hapa, hii hapa. Utafungua hapa. Baada ya kufungua pale utaiona inavyoonekana hivyo vizuri kabisa. Utaona inaonekana hapo vizuri bila shida yoyote hivi kama unavyoweza kuona, na summary yake inaonekana vizuri kabisa. Wewe ni kuprinti na kuandika tu, unakuwa unafanya kazi bila kuwa na wasiwasi. Tupunguze hapa hivi ili tuweze kuingiza zingine. Utakuja tena hapa, utaenda tena check inputs hapa, utaenda grade hapa, print grade NECTA. Hapa yanakuwa kama yale matokeo ya NECTA. Ya NECTA yanakuwa hivi. Unaona yanavyoonekana, yanaonekana vizuri kabisa kama vile inavyoonekana kwenye baraza la mitihani wanavyotoa matokeo yao, yanaonekana hivi kama tunavyoweza kuona hivi. Hapo huwezi kubadilisha chochote, wewe ni kuview na kupata PDF kama unavyoweza kuona. Ukitaka kupata PDF utabinya hapa, utaenda kwenye PDF, utakuja hapa utaandika NECTA. Utaka kuandika utaandika hapa NECTA. Utaandika hapa NECTA. Utaenda kusave wapi? Utaenda kusave kwenye desktop, utapiga pale okay. Utafunguka, utamaliza, utacancel hapa, utarudi hapa, utaikuta hii hapa NECTA. Utaenda hapa, utaview. Utaweka full kama kawaida, utaona inaonekana pale vizuri kabisa, inaonekana pale vizuri kabisa. Examination summary iko chini hapa, inaweza kuonekana vizuri somo la kwanza mpaka somo la mwisho, unaweza kuona kabisa kama unaweza kuona hivyo vizuri. Mkeka unaonekana vizuri kabisa, unakuwa umejipanga vizuri kabisa. Lakini pia baada ya pale tunaweza kwenda kuangalia tena kingine kinachofuata pale. Nitarudi hapa, utaenda kwenye output, utaingia kwenye kinachofuata ni best 10 hawa hapa. Utaingia hapa, utapata wale best 10 kama kawaida. Hawa hapa utawapata 5, 10 fanya vizuri zaidi na 10 waliofanya vibaya zaidi. Yenyewe inaangalia wastani wa wanafunzi, inaangalia wastani wa wanafunzi. Kwa baada ya pale utarudi tena hapa, ukitaka utarudi tena kama kawaida, utaenda kuangalia summary. Hii summary ya ujumla. Hapa uta exit, utaangalia ile summary kwamba A ziko ngapi za wasichana na wavulana, B ngapi za wasichana na wavulana, C ngapi wasichana, mpaka mwishoni kabisa. Utaona vizuri kama unavyoweza kuona hivyo. Na yenyewe vile ukitaka kupata PDF utabonyeza output hapa, utaenda kubonyeza PDF, utaenda pale kuandika pale, utaandika hapa summary, utaenda kuandika pale summary. Kwenye desktop utaenda utasave vizuri kabisa. Utarudi hapa. Then utarudi hapa, utakuja kuiona ile summary yetu sisi ni hii hapa. Utaifungua hiyo PDF. Utaview pale vizuri kabisa. Zinakuwa katika ubora wa hali ya juu, ubora wa hali ya juu kabisa. Mpenzi mtazamaji, hii hapa au mteja wangu, kama unavyoweza kuona hapa inaonekana vizuri kabisa. Wewe ni kuprint na kuweza kuwapa walimu ili waweze kufanya analysis mbalimbali ya huo mtihani ambao wanafunzi wanakuwa wameweza kufanya. Lakini pia baada ya pale tutaweza kurudi tena kama kawaida hapa output, tutaenda kuangalia SMS za wazazi. Utabonya hapa, utasema okay, utakuta zile SMS zimeshatengeneza hapo. Unaweza kwenda ku export, na tunavyo export SMS tuna export kwa kutumia Excel. Kwa hiyo utabonyeza hapa Excel, sababu tunaweza kuzi-upload, tuna upload Excel. Itakuletea hapa ni SMS for form 5 terminal. Kwa ukipiga okay, mfumo unaenda kwa tayari hapa ameshatengeneza hiyo Excel ambayo inahitajika. Ukirudi hapa utaenda kuikuta kama kawaida, uta minimize, utarudi hapa utaikuta hiyo faili yangu ya SMS hii hapa. Tukifungua hapa
itafunguka hii hapa. SMS zimeshatoka hapa, kwa mimi ni kwenda kuingiza kwenye mfumo na kuweza kuzituma kwa mzazi au mlezi ambaye namba yake inakuwa imeandikwa hapa vizuri kabisa. Baada ya pale utabonyeza hapa, utaenda kama kawaida, tutaenda sasa kuangalia reports. Reports zote ziko hapa, utabonya hapa student reports. Okay, hapa uwezi kutengeneza reports kwa kutumia hii button hii au kutumia hii icon ambayo iko hapa au form ambayo iko hapa. Uwezi kupata PDF. Ukibonyeza PDF mfumo wenyewe unakatalia action not allowed, this form is not allowed to create PDF here. Kwa hiyo huwezi kutengeneza PDF hapa. Badala yake unaenda kwenye hii button ya hapa ambayo imeandikwa PDF. Ukibinya hii button ya hapa, lakini lazima utoe kwanza user form. Utabinya hii button ya PDF hapa, utabonyeza hapa, itatoka idadi ya wanafunzi wale ambao wameweza kuwasajili. Ni muda mfupi tu inachakata, tayari imemaliza. Hata kama wanafunzi wako 500, ndani ya muda mfupi inakuwa imemaliza. Student reports ni hii hapa, hizi hapa. Ukifungua hapa unaona reports ziko, idadi ya reports ziko 7. Baada ya pale unaweza ukaview report ya kwanza, mwanafunzi wa pili, wa tatu, utaendelea pale wa 4, utaenda wa 5 huyu hapa, unaona vizuri kabisa. Wa 6 na maoni yamejiandika, amejijaza vizuri kabisa, na grade zimejijaza hivi vizuri kabisa kama unavyoweza kuona mpenzi mtazamaji wangu. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinaonekana vizuri kabisa. Hizo ndio reports. Hata kama wanafunzi 500 zote utapata reports za wanafunzi wote. Lakini pia ukitaka kuona ukiwa mwanafunzi amekosa reports au bahati mbaya ripoti hana hujaiona, utafika hapa, utaenda sehemu nyingine, utaingia hapa, badala ya kutengeneza PDF zote utarudi hapa, utaenda kwenye find student reports hapa, utabonya hapa, utafika hapo, utaminimize hii hapa, utasearch jina la mwanafunzi hapa, uta double click hapa. Ukigusa mara moja haiwezi kuingia, kwa hiyo uta double click ili kuhusu uandike. Utaandika jina la mwanafunzi hapa, utaandika pale Cosmas labda. Ukipiga enter itakuletea Cosmas Ndumbaro CBG huyu hapa, namba 1 registration. Kwa hiyo utachukua hii namba, utaileta hapa, utaenda kuitafuta hapa, hii hapa namba 1. Ukiingiza unapata ripoti yake kama unavyoweza kuona. Ukishapata hii report utabonyeza hapa PDF, itakuja na jina lake hili hapa Cosmas Ndumbaro, utaenda kuisave pale, utapiga okay, report inakuwa tayari imeshatengenezwa PDF. Ukirudi hapa unaikuta hii hapa imeandikwa Cosmas Ndumbaro, utaifungua hapa, utaview vizuri kabisa, utaiona hii Cosmas Ndumbaro report yake na summary, kila kitu una print tu na jina lake unampa. Ikiwa mwanafunzi mwingine tena amekosa the same, utarudi hapa, labda mwanafunzi anaitwa nani, utaenda kuandika pale Tito, utaandika pale labda ni Tito. Ukipiga enter huyu hapa anakuwa namba 2, utaenda kusearch hapa namba 2, huyu hapa, bonyeza hapo unampata huyu hapa, utaenda kuminya PDF huyu hapa Tito Madata, utaenda kusave hapa PDF, utasema okay. Kisha save pale nakwambia hii report created for Tito Madata. Kwa ukirudi hapo utaipata hii hapa, ukifungua hapa unaipata report yake hii hapa. Kwa hiyo ni kuiprint na kumkabidhi huyo mwanafunzi husika. Yaani mfumo unakuwa ni mwepesi zaidi. Wameomba tutengeneze mfumo mwepesi zaidi. Kwa hiyo huu ndio nimeutengeneza ambao ni mwepesi zaidi. Kila mtu anakuwa na uwezo wa kuweza kuhudumia vizuri kabisa bila kuwa na shida yote. Ukihitaji kubadilisha darasa kama kawaida, ukirudi hapa utabadilisha darasa hapa, unaandika darasa form 5, utaandika form 6, unaandika. Ni wewe unavyokuwa unaweza kuamua. Kama utaki utakata, utauli. Ikiwa unataka kuingiza matokeo ya mtihani mwingine kama kawaida, labda ya mtihani unaofuata, utarudi hapa, utabonya hapo, utabadilisha aina ya mtihani. Labda nataka midterm, utakuja hapa, nitabonyeza midterm. Nikibonyeza midterm ni February, na huko inanyosha February. Ule mtihani wa kwanza tulioingiza ilikuwa ni terminal huu hapa, na inaonyesha wanafunzi waliosajiliwa ni 7, waliofanya mtihani wa kupata division hawapo 7, waliokaa kwenye chumba cha mtihani wako 7, waliosajiliwa wako 7. Kwa hiyo inaonyesha vizuri. Nikibadilisha hapa, naenda kubadilisha midterm, naweka hapa February. Kwa hiyo hakuna matokeo. Kwa hiyo niingize matokeo, nitarudi hapa, nitaenda kwenye sehemu ya Inter Max hapa, itaniambia hapa ni midterm 1. Kwa hiyo usichanganye midterm 1. Kwa hiyo utaenda kuingiza hapa. Kama naweza nikaandika au nika export file, nikasema hapa nika import file hapa, nikaenda hapa nikachukua labda ile hata ya ABC hii hapa, utaenda utapiga pale okay, itaingiza. Ukitaka kuwapanga hao wanafunzi utabonyeza hapa sort, utakwambia hapa, utaenda itawapanga hao wanafunzi vizuri kabisa. Wapanga pale. Nikitaka kuongeza mwanafunzi hayupo, nakuja hapa na kugusa hapa, naongeza mwanafunzi, naongeza na msajili, mambo yanakuwa mazuri sana. Ni mfumo ambao ni mwepesi, na Excel ambao utatumia kuupload hapa ni lazima itoke kwenye huu mfumo. Usichukue tu Excel sehemu yoyote ukabandika. Hapana. Ni lazima uexport kutoka kwenye huu mfumo sehemu yoyote ndio uupload sehemu husika au kwenye mtihani
husika. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mtihani wa midterm. Nikitaka kubadilisha kwenda kwenye mtihani labda mwingine, naweza nikaenda kusajili mtihani mwingine, labda mtihani inaitwa test, nikaenda kusajili hapa au hapa katikati, nikaandika hapa test, nikiandika test, nikaandika hapa test. Nataka hii test ifanyike mwezi gani? Nataka ifanyike mwezi Mei, nikaandika hapa Mei. Kwa hiyo nikija hapa na mimi nitabadilisha aina mtihani, nitasema test. Test iko wapi? Hii hapa, nitaandika hapa test. Imeshafika mwezi Mei. Kwa hiyo nikienda kujaza yenyewe vile vile nitarudi hapa, nitaenda kuingiza marks. Hii hapa inaniambia hapa navigated to test. Hii hapa form 5 test. Kwa hiyo nitakia nitafute form 5 test. Form 5 test ni hii hapa. Hii ni form 5 test. Hii ni form 5, haina aina mtihani. Kwa hiyo yenyewe ni hii hapa. Kwa hiyo ni kama kawaida hapa naweza nikajaza majina, nika double click. Lazima double click kwanza kwenye ile hapa sehemu ambayo natakiwa ujaze. Ukidouble click sehemu tofauti haiwezi kukubali. Kwa mfano nikaja ka double click hapa, mfumo unanigomea. Mfumo unanigomea. Kwa hiyo nataka ile sehemu ambayo naweza nikaandika hapa au nika import file, nikabonya hapa, nikaja kwenye ile sheet ambayo inahitajika. Usichukue sheet tofauti. Ukichukua tofauti itakupa shida. Ni ile utaenda hii hapa, uta upload hapa, utaweka matokeo yako vizuri. Ni sheet ambayo inakuwa imetoka kwenye mfumo, then ukaweke sehemu husika, ndio matokeo yataweza kuonekana kama vile ambavyo unakuwa unahitaji yaweze kuonekana. Utaka kupanga, utapanga hapa kama kawaida, utapanga wanafunzi vizuri kabisa. Kuongeza wanafunzi utakuja kuongeza huku chini kama utahitaji, kama kwenye ile sheet ya mwanzoni watakuwa hawapo. Kwa utarudi tena nyuma hapa kama kawaida hapa. Ukitaka kureset huu mfumo the same, utagusa hapa. Ukitaka kusave utasave hapa, utabonyeza hapa, mfumo utaload. Baada ya muda mfupi itakwambia kwamba hiyo documents iko saved. Kwa hapa inakwambia hiyo document saved successfully, kwa utapiga okay. Hivyo ndivyo mfumo unakuwa unafanya kazi, ni mwepesi sana. Ukitaka kureset utabonyeza hapa, utakuja hapa reset, utaenda kureset kama kawaida. Hapa itafuta taarifa zote, mfumo utakuwa tena mpya. Ukipiga okay na kurudisha pale pale hapa tayari. Kwa hata ukirudi huku unakuta vile vitu vyote ambavyo tulijaza vinakuwa vimeweza kutoka, wote vinakuwa vimeweza kutoka vizuri kabisa. Kurudi tena no examination selected, kurudi tena hivi kama kawaida, utaanza kufanya kile ambacho unakuwa unakihitaji. Hapa ni sehemu ya school calendar, utaplan. Kibinya hapa utaenda utasema click to plan, utafungua hapa, utaplan. Ukimaliza utaenda kurecall PDF, check output, utabonyeza hapa, utaenda kutengeneza PDF. Hapo utaandika jina, utapata hiyo PDF ambayo unakuwa unaweza kuhitaji ya hiyo taarifa za kitaaluma. Mambo yanakuwa mazuri hivyo kwenye huu mfumo. Kwa hiyo ni wewe tu unavyotaka kuweza kutumia, na ni mwepesi zaidi kuliko unavyofikiri. Ni wa kidato cha 5 na kidato cha 6 kwa mtaala mpya. Kwa hiyo asante sana na karibuni sana. Naitwa Mwalimu Cosmas Alfred Ndumbaro, na namba za simu utazipata hapa kwenye mfumo ambao nimeandika 0755880094. Kwa baada ya pale nita log out hapa kwenye mfumo. Inakuwa mambo mazuri kabisa. Asante sana.